Mimi ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Taifa, tunaitwa Bavicha. Sasa naweza labda nikatoa ufafanuzi wa masuala kadhaa ambayo mmeniuliza. Jambo la kwanza la kuhusu kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa chama. Kama mmeona taarifa ya chama kupitia mkurugenzi wa habari, ni sahihi kwamba ni kweli makamu mwenyekiti wa chama John Heche alikamatwa siku ya jana hapa mahakamani na kurugenzi ya sheria ikiongozwa na mkurugenzi wa sheria wakili Gaston Gelbindi. Mara baada ya kufika Central Police waliambiwa kwamba hapa Dar es Salaam hawana mashtaka yote yanayomhusu, akasafirishwa kupelekwa Tarime. Ndio maelezo ambayo yalisemwa kwenye ofisi ya ZDCO kanda maalum ya Dar es Salaam. Sasa mpaka leo, mpaka muda huu tunapozungumza, mawakili wetu walioko Tarime na viongozi wa chama wa mkoa wa Mara na walioko Tarime wameenda kwenye vituo mbalimbali vya polisi. Kifupi, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche hajafika huko Tarime wala Mara. Kwa mpaka sasa hatufahamu kwamba makamu mwenyekiti wa chama John Heche yuko wapi. Sasa sisi kama vijana wa Chadema na kama baraza la vijana tutoe wito kwa jeshi la polisi kwamba kwa sasa dunia ina maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia. Unapochelewa kutoa taarifa ya jambo linalomhusu kiongozi mkubwa wa chama cha siasa kama John Heche, kwa sababu John Heche kwa sisi wengine, maoni yetu ni kwamba ni kiongozi ambaye anaongoza chama ambacho kina wapenzi wengi kuliko chama kingine chochote kwenye taifa hili. Kwa hiyo zinapochelewa kutolewa taarifa za kuhusu kiongozi wa namna hii yuko wapi, maana yake mamlaka zinaacha gepu za akitokea mtu yoyote iwe kwenye mitandao ya kijamii au mahali kwingine kokote akisema lolote, ni rahisi watu kurupukia na kuliamini. Kwa ni wito wetu sisi kama vijana wa Chadema kwa jeshi la polisi, mpaka muda huu walipaswa kuwa wametoa taarifa rasmi ya kwamba wanamshikilia makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche wapi, yupo kituo gani cha polisi, wanamshikilia kwa makosa gani na watampeleka mahakamani lini. Sasa taarifa zote hizi hatunazo, chama hakina, ndugu wa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche hawana, na hakuna mtu yoyote anayejua kwamba kwa sasa kiongozi wetu wa chama yuko wapi. Sasa na wao kutokufanya mambo haya, maana yake wanatengeneza sintofahamu kwenye jamii ambayo sio ya lazima, kwa sababu wao kama wamemkamata John Heche na wanaamini ana makosa ameyafanya, walipaswa kusema tu tunamshikilia John Heche, yuko mahali fulani kwa kosa moja mbili tatu. Pengine hiyo ingewafanya wapenzi na vijana wa Chadema Tanzania nzima kutokuwa na hiyo sintofahamu ambayo kadri muda unavyozidi kwenda inaendelea kutengenezeka. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kama mnafahamu pia jana tulikuwa hapa tunaendelea na kesi inayomkabili makamu mwenyekiti wa chama. Yupo kijana ambaye ni mteja ofisini kwetu, ambaye pamoja na mambo mengine huwa tunatoa msaada wa kisheria kwa watu mbalimbali ambao wana shida za kisheria. Anaitwa Gido Mbele, ambaye pia ni mwenyekiti wa Bavicha jimbo la Kawe, na kwa sisi mahusiano yetu kwa maana ya mawakili na pale ofisini kwetu hatakuwa na mahusiano yoyote ya kuhusiana na masuala ya kisiasa. Alikuwa ni mteja, alikuwa na mashauri yake kwenye mahakama ya kazi, kwa alikuwa anapewa msaada wa kisheria ofisini kwetu. Kwa wakati tuko hapa mahakamani, ni taarifa ambazo mimi nilipewa na baadhi ya mawakili ambao wako pale ofisini kwamba wapo watu walivamia ofisini mara baada tu ya huyo Gido Mbele kuingia ofisini muda huo kwenda kushughulikia mambo yake ambayo alikuwa nayo pale ofisini. Walivamia watu ambao hawajulikani ni wakina nani, wakiwa na silaha za moto, wakamchukua na kutokomea naye kusikojulikana. Hilo nalo pia viongozi mbalimbali wa chama jimbo la Kawe, lakini pia na ndugu zake na Gido wamefika vituo mbalimbali vya polisi kufuatilia kama kweli anashikiliwa na jeshi la polisi. Mpaka sasa hatujajua pia yuko wapi. Kwa nami nitumie fursa hii kama mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Taifa kulitaka pia jeshi la polisi kwamba matukio haya ya kila siku ya Mungu ya vijana mbalimbali, sio tu wa Chadema na vijana wengine wenye itikadi nyingine tofauti tofauti kuonekanika kama wametekwa na wamepotea, mambo haya wanapaswa pia kuyachukulia hatua na yanapaswa kukoma kwenye taifa letu. Kwa nafikiri huo ni ufafanuzi wa baadhi ya hayo mambo, na kama kuna taarifa yoyote tutaipokea. Kama nilivyosema, siku ya jana mkurugenzi wa sheria wa chama mara baada ya makamu mwenyekiti kuchukuliwa hapa alienda mpaka Central Police na kuambia kwamba atapelekwa Tarime. Kwa kama kuna taarifa yoyote ambayo mawakili wa chama watapewa kuhusu huyo kijana Gido Mbele, lakini pia kuhusu makamu mwenyekiti wa chama ni wapi walipo na nini kinaendelea, basi tutapewa hiyo taarifa. Na kuhusu update ya kesi ya mwenyekiti wa chama, kwa maana ya kwamba kesi bado inaendelea, na mara baada ya mahakama kuahirishwa hapo baadaye tutapewa update ya kiujumla. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba pia na leo pia mahakama imekataa kile kielelezo ambayo ni ripoti ya mtaalamu wa uchunguzi wa ile video ambayo
upande wa jamhuri walikuwa wanataka kuitoa mahakamani, mahakama na yenyewe imeikataa ile ripoti kwa kusema kwamba hata kama ikiipokea hiyo ripoti kwa ajili ya nini, kama kile kielelezo cha msingi na chenyewe kilisha kataliwa na hakijapokelewa mahakamani. Kwa kifupi nafikiri hayo mambo yanatosha kwa sasa kwa update. Asante.